Jina naitwa James Mateo Sujaki, katibu mpango chama cha DATS mkoa wa Arusha. Actually kwenye ligi yetu ya mkoa wa Arusha tuna changamoto ya viwanja ambavyo vingi tunafanyia kwenye baa, ambavyo si rafiki kwa watoto wanapoanza utaratibu wa kuwafundisha. Huwezi mleta mtoto kuja kufanya mazoezi ya DATS bar. Kikubwa tunaomba uongozi wa DATS mkoa pamoja na afisa michezo wa jiji ambaye tumemwomba atusaidie kutafuta viwanja iturahisishie katika michezo yetu tunayokwenda kuicheza katika jiji la Arusha. Ukizingatia tuna mashindano ya Afrika mwakani yanayokuja, tuna mashindano ya uhusiano mwema mwezi wa 6, tuna Tanzania Open mwezi wa 7. Tunahitaji kuwa na viwanja kwa ajili ya mazoezi katika jiji letu la Arusha. Kwa hiyo tunategemea baada ya muda si mrefu tutakuwa na project kwa ajili ya kufundisha watoto mchezo wa DATS, actually sana shule za sekondari. Nadhani tukifikia hapo tutakuwa tumeanza mwanzo mzuri. Mikoa mingine imeshaanza, sisi bado tuko nyuma kwa sababu hatuna kumbi kama mikoa mingine wanavyokuwa na kumbi nyingi na nzuri kwa ajili ya DATS. Kwa upande wa jiji, kama ukapatia sehemu nzuri ambapo tunataka hata ambao wasiotumia kilevi waweze kufika, kwa sababu sio wote ambao wanatumia kilevi, na kuna baadhi, unajua kuna mambo ya dini na nini mengi yanaingilia. Kwa hivyo ningekuomba sana kama ungeweza kututengea sehemu ambapo tunaweza kufunga bodi zetu, tukafanya pale hata shirikisho, tukaalika hata timu toka mikoa nyingine na tukafanyia mazoezi kwa pamoja. Kwamba tutakuwa tuna Mungure Cup, mtajulishwa uwanja utakuwa wapi Jumapili ijayo. Tutakuwa na Tanzania Open. Nataka mniombee mpaka ikifika mwezi wa 6 niwe na mimi pia nakimbia kama nyie, na mimi pia niweze kushiriki Tanzania Open. Na hapo tunakaribia, na tutakuwa pia na mashindano ya uhusiano mwema ambayo tunaitaga ujirani mwema, ambapo mwakilishi Mheshimiwa Maulid tuko naye hapa. Karibu sana Mheshimiwa Maulid. Asante. Hamjambo. Sasa mimi kwa sababu Kiswahili changu si kizuri kama chake, mtanisamehe. Bora point ifike, sio? Kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu aliyetupa fursa hii. Haya si kwa sababu ya ujanja wetu. Pili, nataka niwapongezeni watu wa Arda, kwa sababu kama vile alivyosema mkuu hapa, ni mikoa michache, si hapa tu, hata Kenya, ambayo wana league kama hii. Michache sana. Kama kwetu ni kama mikoa miwili mitatu tu. DATS huwa ni game nyepesi, rahisi, yenye upendo, urafiki, ila sijui zamani tulikuwa na excuse tukisema ni mambo ya pool. But no. Sijui bado tunafanya research tujue shida iko wapi. Ila nyinyi watu wa Arusha kwa hakika mnastahili kupongezwa. Thank you very much. I have one or two observation. Kuna mambo moja mbili nimeiona wakati mkicheza, na kwa sababu mimi ni mchezaji na ni kiongozi wa uhusiano mema, ningeomba hizo era ama hizo makosa kidogo zirekebishwe. Wewe mchezaji ukiwa kwa arc ile line, akili yako yote iwe hapo kwa mchezo. Usiwe na chochote kingine nje ya hapo. Hapo kutakuwa na officials wawili, mtu wa kuandika na mtu wa kuitika hiyo scores. Scorer na choka. Yale wanaandika usiyachukulie ni guarantee ni hayo uliovuna. Kuwa makini sana. Angalia marks yako. Angalia yale ambayo mwenzako amevuna. Utakuja kutolea game ushindwe na kumbe wewe ndio ulikuwa mshindi. Nimeona hapa, nafikiri hata mwenyekiti alishuhudia. Kuna bwana mmoja alikuwa na balance ya 101. Akapiga 34.
Balance yake ni ngapi boss? 101, 101. Na akavuna 34. 60 akaandikwa 77. Na akagangana kumaliza 77. Na mwisho mchezo huu wa uhusiano mema ya wiki ya mwisho wa mwezi wa 4 utafanyika hapa Arusha katika ukumbi huu. Na mimi si wadanganyi, tumejipanga na tunakuja. Sitaki kuwadanganya. Sisi wa Kenya tumejipanga na tunakuja. Chunga bwana, usije ukapiga ukiwa nyumbani. Jitayarishe. Jipangeni. Hii game ya Moshi is less than 2 hours drive from Arusha. Masaa mawili tu. Mimi nawaombeni ndugu zanguni. Mchezo tumeletwa hapa karibu. Sisi pia tutakuja tujaze ile ukumbi. Ili wakati ambaye tunaambia watu kutoka Arda tuwe tuna wachezaji wengi kutoka upande huu. Asanteni sana. Mungu awabariki. Mimi nashukuru sana. Tulikuwa na darasa kipindi kile na nilikuwa nawafuatilia nilipokuwa Mbulu, nilihamishwa halmashauri ya Mbulu, lakini Mwenyezi Mungu si Asumani wala si Abdalla, hatimaye nimerudi, lakini tena hatimaye ninasimama mbele ya chama changu pendwa cha DARTS mkoa wa Arusha. Kwanza mliniheshimisha na mmeheshimisha sana Arusha. Lakini naanza sasa. Mwakani tuna mashindano yanaitwa ya AFCON. Naomba haya mashindano ya AFCON msizani ni ya mpira wa miguu. Hata juzi mkuu wa wilaya kwenye kikao cha AFCON aliwaongelea watu wa DARTS magereza nadhani. Kama sio wako hapa aliwaambia jambo fulani. Naomba mtumie AFCON kuingiza fedha kwa kupitia mchezo wa DARTS. Kwa sababu haya mashindano mnayoona yanaitwa AFCON huwa sio mashindano ya mpira wa miguu, ni matamasha. Kwa hiyo mimi nategemea mwenyekiti, mashindano yajayo mtengeneze t-shirt ziandikwe cheza DARTS na AFCON Arusha jiji mwaka 2027. Mtapata hela kweli yani. Mnaandika kabisa cheza DARTS na AFCON jiji la Arusha mwaka 2027. Mwenyekiti, mtapata hela sana. Kwa sababu wale watu wanaokuja hawaji kushangilia mpira, wengine wanakuja kutalii. Alafu wote wengine wanakuja kushangilia, wengine wanauliza DARTS tutacheza wapi? Kwa hiyo lazima mtengeneze jambo kwenye DARTS kuhusu AFCON. Kila mwaka tunavyohudhuria mashindano ya DARTS lazima kuwe kuna adabu na heshima na zawadi zipatikane kwa staili ambavyo mmepanga. Sehemu nyingine tukienda wanasema mbona zawadi hamna? Lakini kila nilipohudhuria mashindano ya DARTS sijawahi kukuta kitu kama hicho. Watu watulivu, mmetulia, na mwenyekiti ombi lako la ukumbi, mkuu wa wilaya anaongelea sana kuhusu DARTS, pia anacheza. Mimi nadhani andikeni barua kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya. Nadhani kuna kitu anaweza akafanya kupitia mchezo wetu wa DARTS. Nisiwacheleweshe, mambo yamekuwa mengi, lakini mimi naahidi kuwa na nyinyi bega kwa bega. Tulipoishia tunakuja kupaendeleza kwa nguvu kubwa. Na mashindano yajayo mwenyekiti, mtakapofanya na nyinyi mnanishirikisha. Kwa mfano mngenishirikisha leo, labda ningetafuta mdhamini wote hapa tungengana na t-shirt, labda tungengana na kofia, na mimi labda ningeleta kamaji tunashirikishana. Mimi nimeambiwa juzi na kiongozi juzi, mashindano yajayo mwenyekiti nishirikisheni na mimi binafsi kama ofisi yangu pale. Tunaweza tukaleta kitu kwa ajili ya kuendeleza. La mwisho, mashindano ya DARTS yanataka kuwekwa kwenye michezo ya mitashumta. Mwakani atakuwepo kwenye mitashumta kwa ajili ya watoto wadogo. Nilishaongea kipindi kile kwamba piteni mashuleni, hasa sekondari. Leteni barua, fanyeni program kufundisha vijana. Kwa sababu mashindano ya DARTS yanaenda mpaka dunia, watu wanapata mabilioni ya pesa. Kwa hiyo naomba wajuzi wa DARTS katika mkoa wetu wa Arusha na jiji letu wa Arusha tuandae program za mafunzo kwa vijana wetu kwa ajili ya kujifunza mchezo maarufu wa DARTS. Serikali inaweza ikasaidia
kuwakusanya watoto au kutoa semina kwa walimu, na ikawalipa walimu na nyinyi viongozi mkapata fedha kidogo kwa ajili ya maendeleo ya mchezo wa darts. Si ndio jamani? Katika klabu yetu ya VIP Darts Club tumekuwa mabingwa mfululizo mara 5. Kwa hiyo na leo pia tumeendelea kusherehekea ubingwa wa darts mkoa wa Arusha. Kwa majina naitwa Yohana Jonas Guliku, ni katibu wa chama cha mchezo wa Vishale mkoa wa Arusha. Kwanza kipekee tunamshukuru Mungu kwa kutufanikisha siku ya leo. Tumefanikisha kuhitimisha ligi yetu ya team game darts mkoa wa Arusha. Kipekee tunamshukuru Mungu, lakini pia ni issue ambayo tunajipongeza kwa sababu Arusha ni mkoa pekee unaoweza kuendesha ligi ya team game darts mkoa kuliko mikoa mingine. Darts iko mikoa mingi ya Tanzania, lakini Arusha tumefanikiwa kuendesha ligi kwa miaka mingi. Basi siku ya leo tulikuwa na ushiriki wa timu 8 kwenye ligi, timu 8 kwenye ligi, na mshindi wa kwanza, wa pili, wa tatu wamepata zawadi ya fedha, zawadi ya vyeti na zawadi ya makombe. Mshindi wa kwanza kwa msimu huu ni VIP Darts Club, wamechukua fedha taslimu, pia kombe na cheti cha ushiriki. Lakini pia mshindi wa pili alikuwa ni Nyati Darts Club, wamepata kikombe kidogo, lakini pia na fedha taslimu na cheti cha ushiriki. Mshindi wa tatu ni Magereza Darts Club, wakipata kombe dogo pia na fedha taslimu pia na cheti. Kipekee tunavishukuru vilabu vyote vya mkoa wa Arusha kushiriki ligi yetu, na tunamshukuru Mungu kwamba ligi yetu imeisha salama siku ya leo, lakini kuisha kwa ligi yetu ni mwanzo wa kuanza ligi nyingine. Tuna mashindano kadhaa yanakuja mbele, hasa ukizingatia Arusha ni sehemu mojawapo ambapo AFCON 2027 itafanyika. Tunajua AFCON 2027 inahusisha mpira wa miguu, lakini kunogesha AFCON kuna michezo mingine tofauti. Darts itakuwa ni sehemu mojawapo ya watalii, watazamaji na mashabiki wa mpira kuja kucheza darts wakati wa kusubiri mpira. Darts ni mchezo mzuri, ni mchezo wa kila rika, ni mchezo wa mahesabu, ni mchezo unaochangamsha akili, ni mchezo unaoleta afya. Kwa hiyo tunamshukuru mgeni wetu rasmi Mr. Maneno, afisa michezo jiji, amekuja kutufungia mchezo wetu leo, na tunashukuru tumemaliza salama. Hivyo tunaishukuru serikali, pia tunaendelea kuiomba endelee kufanikisha kutufadhili na kutuwezesha kufanikisha mchezo wetu kwa msimu mjao, kama wanavyoweza kutufadhili kwa misimu mingine, ili tuweze kufanikisha katika msimu unaokuja, hasa ukizingatia ni msimu wa AFCON 2027.